Natumaini mzima wa afya na buheri wa afya, mtazamaji wa Kabe Media. Karibu katika Sports Update, na mimi ni Humphrey kama katika Sports Update. Tuanze kuzungumza update toka weekend iliyomalizika juzi na jana baada ya kushuhudia finali ya michuano ya kombe la dunia iliyofanyika Marekani, baada ya timu ya taifa Hispania kutoa ubingwa kwa bingwa mpya wa dunia kwa sasa duniani. Tutoke sasa huko tuje kwenye teteza za soka hapa ndani zinazoshika kasi kwa kasi zaidi. Tukianzia kwenye klabu ya soka Simba, hapo jana Simba majira saa 7 mchana walitambulisha mchezaji Kevin Nation kwenye nafasi ya kiungo mkabaji. Ukiangalia Simba wanazidi kuboresha kwenye mapungufu yao ndani kikosi chao kilichotamalizika msimu unamalizika. Tuanze kumzungumzia Kevin Nation. Kevin Nation ni mchezaji ambaye aliyekuwa anahitajika zaidi ndani ya kikosi cha Simba na kuja kufaa zaidi ndani ya kikosi cha Simba kwa sababu ana sifa kwenye eneo la kiungo mkabaji. Anaweza kukaba, anakaba vizuri, anajua kupiga pasi, anajua kuchezesha timu. Kimwangalia Yusuf Kagoma walishawahi kucheza wote pamoja na Kevin Nation. Kwa sasa Simba maongeza mtu na kikosi chao cha Simba kwenye eneo la ukabaji, huku taarifa zikidai kwamba huenda muda wote na saa yote klabu ya soka Simba ikaanza kumuuza Lassana Maodo Kante, kumuuza kwa sababu ndo maana amesajili kiungo mkabaji na kikosi cha Simba. Huenda ikawa ni placement sahihi ndani ya Simba. Kwa upande mwingine, kikosi cha Simba jana kimeanza mazoezi rasmi, huku kikiwa na nyota wao ambao walikuwa nao msimu umalizika na nyota wapya ambao wa kwanza, nyota mpya kwenye kikosi cha Simba alikuwa ni Kevin Nation. Kwa nyota msimu uliomalizika ambao hawakuwepo katika kikosi cha Simba, walikuwa wapata majeruhi, ni taarifa nzuri na njema kwa upande wa klabu ya soka Simba kurejea kwa Wilson Nangu pamoja na Hamza. Kurejea Wilson Nangu pamoja na Hamza kwa kikosi cha Simba, kwa sababu huyu Hamza alikaa nje kwa muda mrefu na Nangu alikaa nje kwa muda mrefu, na Simba jana wamerejea na kikosi cha Simba na kuanza kufanya mazoezi mepesi. Kwa upande wa kikosi cha Simba wanakuwa na squad kubwa kwenye eneo la ulinzi. Ukiangalia wana Rushan Deloko, wana Tule pamoja na Nangu pamoja na Hamza wameongezeka na kikosi cha Simba, huku taarifa zikienda mbali zaidi Simba akiongeza kwenye kikosi chao beki wa kati kutoka Ivory Coast anaitwa Sergio Baggio. Kwa hiyo kama Simba atazidi kuongeza quality na kikosi chao kitazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa upande wa ndani kikosi cha Simba, kwa taarifa zinadai kwamba Ansett Aura kuna ofa imetoka nje Uarabuni zaidi ya bilioni 2. Huenda klabu ya soka Simba kaza kumwachia wakamuuza au wakaachana na ofa hiyo, wakaendelea kubakia na wachezaji wao nyota wa mazano msimu uliotamatika. Lakini kwa upande mwingine, swala la ofa la Ansett Aura limeleta sintofahamu nyingi na kikosi cha Simba. Baadhi ya viongozi wanatamani kumuuza na wengine wanatamani abakie, huku kocha Steve Barker akienda kufanya mawindo nje ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Amekwenda South Africa ambapo alikuwa anafanya kazi, alikuwa ndani ya klabu ya Stellenbosch, huku akienda kumsaka mlisi wa Ansett Aura endapo klabu ya soka Simba atamuuza. Kwenye nafasi ya Ansett Aura, taarifa inadai kwamba Kelesto Mankwala anakuja kuchukua nafasi ya Ansett Aura kama endapo Simba wakamuuza mshambuliaji huyu ambaye ni winga kutoka pembeni. Lakini namba za Ansett Aura zimekuwa bora zaidi baada ya kuja dirisha dogo. Tunaona toka alivyokuja Ansett Aura, alivyokuja Libasi ya Gate, umeona Simba ikianza kubadilika na kuflow vizuri kwenye safu za pembeni za kwenye mawinga. Kwa upande wa Libasi ya Gate pia naye kama kuna fununu zinasema chini kuna baadhi ya virabu vinazidi kugonga hodi kumhitaji unaye kijana huyu mwenye sifa za kucheza vizuri kwenye winga pamoja na kuwa na maamuzi sahihi kwenye kikosi cha Simba. Kwa kama Simba ataenda kuwauza wachezaji hawa wawili, itabidi wakae chini kwenda kutafuta replacement sahihi endapo kwamba watakubali hizo offers zitazokuja kutoka nje, hususan kwenye offer ambayo ilikuwa inatiliwa mkazo zaidi ya Ansett Aura ambayo alikuja ndani ya dirisha dogo. Ndio maana watu wameka bilioni 2, kwa sababu kuna timu ambayo kuna wenga wao wameumia, ndio maana wameona replacement sahihi ni Ansett Aura. Ndio maana Steve Barker yuko mawindoni kusaka replacement sahihi ya Ansett Aura. Ndio maana watu wengi wanajiuliza kwa nini Simba sijili winga wengi katika kikosi chao, na ndo taarifa ziko hivyo kwamba Ansett Aura anahitajika kwenye baadhi ya vilabu nje ya nchi, huku
taarifa zikiwa zina mgongano ndani ya klabu. Kuna wengine wanatamani waamuuze, kuna wengine wanatamani yabaki. Kwenye upande wa klabu ya Simba mpaka sasa kufikia leo tarehe 20 washacha nyota takriban 9 kwenye kikosi chao ambao tutamatika msimu uliomalizika. Na tukumbuke nyota wale wacho ambao kipindi akiwepo Faldo Davis Lamani aliwasajili, alipoondoka akawacha ndani ya kikosi cha Simba, huku Steve Barker alivyokuja akaona aweze kufanya nao kazi yao watu, ndio maana akaamua waachwe. Hususan aliachwa Pin Kamala na Steve Barker ametamani kubakia na golikipa wake ambaye Mamadou Tanji Kasali anamwamini kwa sababu yashafanya naye kazi, kashamuona ndani ya msimu utamatika, kwa amekubali kubaki naye yeye. Kwa hiyo kwa upande wa Simba anazidi kuboresha kikosi chao, lakini tukiangalia Simba kwa ujumla zaidi wana mapungufu ndani ya kikosi chao. Kuna baadhi ya maeneo kuanzia fullback namba 2 kuna mapungufu. Kama wanahitaji kuongeza quality na ubora kwenye eneo la namba 2, inabidi wamuongezee watu ambao kufanya nao kazi Shomari Kapombe kwenye upande wake ule. Lakini japokuwa ndani ya kikosi cha Simba kuna namba 2 ambaye Duchu anacheza vizuri nafasi ya namba 2, lakini bado hajakuwa na ubora ule zaidi ya kumfikia Shomari Kapombe. Ili Simba waende kufanya bora zaidi kimataifa, lazima waongeze namba 2 ambaye atakwenda kufaa kwenye timu yao. Huku taarifa zikidai kwamba Simba wako kwenye mazungumzo na Salim Chilambo wa Azam FC kuja kumsaidia Shomari Kapombe kumuongezea nguvu kwenye upande wa namba 2. Tukumbuke Shomari Kapombe ni mkongwe na umri mkubwa kidogo, ndio maana Simba atamani kuongeza vijana na kikosi chao cha Simba kwenye upande wa namba 2. Huku taarifa zikidai Simba wale wako sokoni kusaka kwenye nafasi ya namba 3, kuhitaji mtu mwingine kuja kuongeza ushindani wa namba ndani ya kikosi, japokuwa kuna wachezaji ambao wanafanya vizuri na kikosi cha Simba. Tukimwangalia Nixon Kibabage, kimwangalia Anthony Mligo kwa upande namba 3 anacheza vizuri, lakini Simba inahitaji kuongeza nguvu kwa sababu tukumbuke Simba inakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo inabidi wawe na quality players, wawe na squad pana na kikosi kuwa na watu wengi kwenye kila maeneo. Huwa anaweza akakosekana akaumia akapata fatigue akacheza mtu mwingine, na ndio maana hata msimu utamatika tulikuwa tunaiona Simba ikiwa na wachezaji wengi ambao wana sifa tofauti, lakini ilikuwa na waba kwenye eneo la ushambuliaji ambapo walikuwa na striker mmoja tu ni Selemani Mwalimu, na hata alipokosekana Josani Soa alikuwa striker Selemani Mwalimu. Endapo Selemani Mwalimu alipokosa form akawa anatumika force number 9 Eli Mpanzu Kibesawala. Lakini kwenye pande na striker Simba wanahitaji kuongeza mshambuliaji ambaye atakayefaa, atakuwa na uwezo wa kutumia kila nafasi inayodondoka ndani ya box kwenda kuitumia, kuwa ni kila striker ambaye anaweza kutumia nafasi kwenye maeneo hayo. Huku taarifa zikidai kwamba Simba kwenye mazungumzo ya Peter Shalulile, endapo watakampata Simba atakuwa wameongeza mtu mwenye experience, wameongeza kitu bora kwenye eneo la ushambuliaji wao. Huku taarifa zikidai kwamba Ismail Mgunda pia naye kutoka Mashujaa huenda Simba kwa mtambulisha na dirisha hili kubwa la usajili. Huku taarifa ijawa rasmi ikisemekana hivyo, lakini kwa upande wa kocha Steve Barker anatamani kufanya kazi na wachezaji ambao alishia kufanya nao kazi. Ndio maana kwa sasa iko mawindoni South Africa ili kuboresha Simba kwa sasa. Tukienda kimataifa zaidi, tetesi za soka Ulaya, jana kulikuwa na mchezo wa finali wa kombe la dunia. Tuliona baadhi ya tuzo zikitoka kwenye baadhi ya maeneo, tukiona golikipa bora akichukua Unai Simon kwa upande wa timu ya taifa Hispania, mchezaji bora chipkizi akichukua Paul Kubas akitoka Uhispania. Tumeona mchezaji bora wa tournament akichukua Rodrigo Lascantre kutoka timu ya Hispania. Tukizungumzia Hispania, jana ilikuwa bora zaidi katika kila maeneo, ilimzidi Argentina kwenye kila hengo na kwenye kila namba ya mchezaji wa Hispania. Jana ilikuwa inaonyesha thamani ya mchezo na thamani yao ya kocha De La Fuentes, ndio maana aliwaamini vijana kwenye kikosi cha Hispania. Tukiangalia Hispania ilimzidi kila kitu Argentina, ilipiga pasi karibia 733 kwa pasi 324. Kwa ukiona ni nusu ya pasi zilizopiga Hispania ni mara 2 ya pasi zilizopiga Argentina. Lakini kwenye nafasi za kutengeneza Hispania walifanya mashambulizi mara 22 kwenye lango la Argentina, huku Argentina ikifanya mashambulizi mawili tu kwenye kipindi cha dakika 120. Walipiga on target 12 Hispania, ambazo hizo zilifanywa save na golikipa Emiliano Martinez, lakini huku shuti moja likikubali kwenda wavuni, ambapo ndo likampa ubingwa timu ya taifa ya Hispania. Kwa sasa bingwa mpya duniani kwa sasa ni Hispania,
licha kuwa kwenye rank ya virabu ilikuwa ni namba 1 namba 2, Argentina ikiwa namba 1, Hispania namba 2, hatimaye sasa vita imeonekana kwamba Argentina anashuka kwenye nafasi yake, Hispania inakwenda kushika nafasi ya namba 1 duniani. Kwa upande wa mshindi wa tatu tuliona timu ya taifa ya France akipoteza mchezo kwa goli 6-4 dhidi ya Hispania, huku kwenye mchezo huo ukitokea hat-trick ya Bukayo Saka, mchezaji wa Arsenal kwenye michuano hiyo, akiwakilisha timu ya taifa ya Uingereza, akitoa hat-trick kwenye mchezo huo. Huko mchezo huo ulikuwa na uvutiwa zaidi na ulikuwa umetazamiwa na watu wengi, lakini mchezo huo ulitoa mfungaji bora wa mashindano akiwa ni Kylian Mbappe akifunga goli 10, akimwacha Messi akiwa na goli zake 8 ndani ya mashindano hayo, akimwacha Erling Haaland akiwa na goli 8, akiwaacha baadhi ya wachezaji kibao walikuwa na goli 7 huko. Lakini yeye Kylian Mbappe anachukua mara ya pili mtawalia kuwa mfungaji bora kwenye mashindano haya ya kombe la dunia, na huko tukumbuke kwamba ameshavunja rekodi Kylian Mbappe kuwa mfungaji bora wa muda wote wa michuano ya kombe la dunia mpaka kufikia sasa. Yangu ni hayo hizi kwenye ripoti za Kawabe Media toka hapa Kawabe Media. Bin Humphrey Kamel, natamatisha hivyo kwenye update za soka barani Ulaya pamoja na ndani kwa sasa.